extraordinary mind, kwenda zaidi ya viwango. Tusiwe Wakristiano wa kawaida. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuwe zaidi ya viwango. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwenda extraordinary mind, hawa watu hutambulika. Nitasoma maandiko kadhaa, mujue hata kwa Mungu kuna viwango. Na kuna wale amelete karibu sana. Ni watumizi ndio, na wote wanafanya kazi moja, lakini kuna wale ameinua ni kwa sababu na wao wameenda zaidi ya viwango. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hiyo ni kwa sababu kuanzia Thursday mpaka Bible study ameifunza sana wewe. Nikauliza kwani atanimalizia. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu nao wakinena anaanza mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Ameongea tu kuhusu viwango mpaka nikajua kweli kabisa ujumbe huu nilipopewa ni Roho wananena. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua inaweza fanyika jambo fulani, mfanye kosa moja lakini hukumu iwe tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Nyinyi ni wawili, mmefanya kosa moja lakini hukumu ni tofauti. Judgment is not the same. Najua ni kwa nini? Kwa sababu huyu mmefanya hiyo kosa na wewe ana value katika ile kampuni ama katika sehemu yoyote hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kwa sababu yeye anahitajika zaidi katika utumizi ule, hata kama amefanya kosa kama yake. Lakini Mungu anamvali kwa sababu akipoteza mtu kama huyu kumpata vigumu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu ako juu zaidi ya viwango. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati mwingine nimebahatika kuajiriwa, nimefanya kazi na kampuni tofauti. Na tena zaidi hapo mwishowe nimebahatika kuwa mwana biashara. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hiyo yote ni kushukuru Mungu. Na wakati mwingine ungepata watu katika kampuni fulani wamechelewa. Wamekuja kama wamechelewa, na ukichelewa katika kampuni kuna ile notice utapewa ya kwanza, ya pili, ya tatu ndio huwa ilikuwa inakufuta. Sio siku hizi kunaendaje? First notice, second, third huwa inakuondoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kuna ile summary dismiss, hiyo ni wizi. Leo ukiiba hakuna notice. Wewe hiyo ilikuwa kama umeingia kampuni hapo, hakuna kupewa notice ya kwanza na ya pili na ya tatu. Hapo wewe unaenda ni kwa sababu umekosea kila mmoja katika hiyo kampuni. Maana sasa kama unaingia kampuni, si unataka hata wengine wakose kazi hiyo kampuni ikianguka. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inaangaliwa, kampuni haikai na mtu kama wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa maana unaweza chelewa mkiwa wawili, lakini upate manager amekupatia notice, lakini huyu mmoja hakupatia notice. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu katika ile kampuni yeye ana mongo anafanyia kampuni zaidi yako wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kampuni ikipoteza mtu kama huyu kumpata ni ngumu, hata kwa Mungu inakuanga namna hiyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vizuri kuenda zaidi ya viwango, extraordinary mind, ili Mungu hata wakati mkikuarushana kidogo na Mungu aangalie tu aone hapana, nikipoteza huyu jamaa kupata mwingine kama huyu katika huduma ni ngumu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na inakuanga hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tusiwe ordinary Christian, watu ambao wanafanya mambo tu, nimeokoka, naenda mbinguni, mimi ni muombaji, mimi nasoma Biblia, hiyo tu inakubalika. Lakini enda zaidi ya hiyo, ili wakati kuna jambo litakapotokea hukumu yako iwe tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Tagusa maandiko kadhaa katika Biblia na kweli utajua yale mambo nayaongea hapa ni ya haki. Malisho ni ya Mungu, kwetu ni tofauti. Kazi zetu ni tofauti. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri ufanye mambo zaidi ya ukawaida ili ukatambulike na Mungu zaidi. Hata unapofanya jambo fulani, Mungu asije akuhukumu kama wale wengine. Angalia kidogo aone hapana, huyu nikiangalia katika kanisa la Berea kupata mtu kama huyu ni ngumu. Kwa hivyo sitamhukumu kama wale wengine, lakini kuna wengine akifanya tu anaambiwa wewe ondoka. Kila mmoja ni pesa. Ni kwa sababu katika mahali pale yeye ni mtu ya kawaida. Hakuna bali
yake katika ile iko, lakini ya huyu ni tofauti. Ukisoma katika kitabu ya John tuone apostol walikuwa ni 12, lakini hawakuwa the same level. Hata Mungu aliwafanya kwa njia tofauti. Hata kama wote walikuwa ni apostol, lakini walikuwa tofauti, na hata wengine aliwainua kwa sababu walijitolea zaidi ya wengine. The book of John chapter 13 kuanzia 36 to 38. The book of John, tusikie tuone katika apostle. John 13 kuanzia hapa 36 mpaka 38. Napendaka tukiandamana pamoja. Wacha nikasome John 13 kuanzia 36 to 38. Simon Petro akamwambia Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Ila Bwana alikuwa siku. Angalia huyu mtu alikuwa na hiyo wakati. Sikulikuwa na wanafunzi wengine. Lakini yeye ana ujasiri wa kusema mimi Bwana nitakufa na wewe. Ila Bwana alikuwa siku. Hapo zaidi ya viwango ya wanafunzi wengine. Anajitolea zaidi hata kukufa pamoja na Kristo. Na niulize kabla sijaendelea sana, nani aliwachua kanisa? Si Petro, kwa sababu alikuwa zaidi ya viwango. Angalia hata wakati Kristo alionekana akitembea juu ya maji. Hiyo ujasiri yake. Unaona? Anamwambia Kristo kama niwaje nifanye nini? Kwani alikuwa peke yake. Si walikuwa na wengine. Kwa hivyo inaonekana alikuwa zaidi ya viwango. Alikuwa ametambulika zaidi ya wanafunzi wengine. Kila Bwana alikuwa hata katika nyumba ya Mungu. Hata katika huduma, tusifanye huduma ya kawaida, wacha tuwe zaidi ya viwango, ili tutatambulika kabisa na Mungu kuliko wale wengine. Si hata wanafanya makosa, lakini usiwe unafanya mambo ya kawaida. Enda zaidi ya viwango, ili utakapokuwa ukitafutwa, ule mtu atapewa cheo fulani, wewe ule wa kwanza. Kristo na Petro walipelekana, kila mtu si anajua historia yao, lakini dakika ya mwisho yeye ndiye alifanyika kuwa aliwachua kanisa. Kila mmoja alikuwa siku. Na hapa ndio kabla tunamfananisha na ule wanaita Baba Mtakatifu. Ule alikufa juzi. Wanafananisha na Petro, maana yeye ndiye aliwachua kanisa. Ujasiri wake na kutaka kuenda zaidi ya wengine, kutotaka kuwa level moja na wengine, ikafanya atambulike zaidi. Kila Bwana alikuwa siku. Kwa hivyo ni vizuri kujifunza kufanya zaidi ya vile tumehesabiwa. Kuna kitu moja nimesoma kwa reverend wetu. Najua ninyi mnamjua tu hapa katika Berea. Yeye hatakaji kuwa level na wale wengine. Ila Bwana alikuwa sasa. Hiyo ni siri yake. Si reverend sasa ni wengi katika Joseph. Lakini yeye akiona mtu wako karibu na yeye haraka mpaka aende mbele. Ila Bwana alikuwa sasa. Pigeni makofi. Hiyo ni siri yake. Mwambie tuko na reverend wengi, lakini yeye halalangi. Na wacha nikwambie kitu kimoja, akiona amelala usingizi wa kutosha, hakuangi na furaha. Siku hii nyingine atatafuta bila hata lala. Kila Bwana alipesi. Hatapata usingizi. Sasa tulimaliza mambo ya nevaza. Kuna nyingine iko kwa juu. Kwa nini ni jogu wewe katika mautaji fanya nini? Kuchoka. Kila Bwana alipesi. Saa hii tupumzike kidogo, hakuna kwa nani. Wacha nikuambie zaidi ya viwango, kuna ingine iko kwa jiko sahihi. Hala rangi na nimejifunza saa hii kuna ingine inatengenezwa. Kusema tupumzike kidogo, sio kwa Steve ni job reference. Hapa ni zaidi ya viwango. Zaidi ya viwango. Msikia wakati askofu alikuwa alisemaje, nyinyi miaka yenu ni kidogo lakini mnaenda zaidi. Kila mara ni sifa.
awe usikae tu katika Mkristo wa kawaida, uwe juu. Maana wengine wakihukumiwa ni kwa sababu ya kosa ambayo umefanya. The judgment will not be the same. Yako itatabuli, huyu wacha kidogo, huyu kwanza wachana na jina ambalo ni pesa. Nimefanya hivi, nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni fulani. Mimi kazi yangu ilikuwa ni cabinet making. Nilikuwa nimesomea hiyo. Eroda, si kwa mchezo vile unafanya. Nilikuwa natengeneza vitu. Hata watu wanaitakuwa kwa mama anajua. Ndio hata kwake nyumbani sija vitu walianza nazo. Mimi ndio nilitengeneza, siku itafuti kongota nyumba ile tukaa ya kwanza. Jina la Bwana ndio tulipigia makofi. Na unajua seremala hiyo ndio kazi Kristo alikuwa anafanya. Unajua hiyo? Watu wana baba yao. Kwa hiyo ile inatambulika mpaka mbinguni. Ikiwa mwokozi alifanya hiyo kazi, unajaza na budi ya baba. Huyo ametambulika. Jina la Bwana ni kweli. Walikuwa wanafanya hiyo kazi na baba yake. Na mtu mmoja akasema tuongee si kweli. Akaniambia sio kama ni ukweli ama sio ukweli. Lakini niona karibu sana kama ni ukweli. Na siku moja walienda ranch na baba yao. Shetani akakuja akaharibu ile paka walikuwa wanatengenezea. Najua samani ilikuwa hapo msumeno. Akakatakata akaweka mageshani, naitaka mageshani. Sasa waliporudi kutoka ranch, wakapata ile paka walikuwa wanatumia imeharibika. Sasa wakati Joseph alikasirika, Kristo akamwambia hata ametengeneza, si unaona msumeno ilitoka hapo. Si unaona inakata msumeno. Ndio ni kweli. Si unaona msumeno paka ile. Shetani alikuwa anajaribu kuharibu panga ile walikuwa wanatumia wakati walienda ranch. Lakini Kristo akamwambia usikasirike baba, angalia hata inakata msumeno. Jina la Bwana likuwa sifa. Walikuwa wanafanya kazi ya seremala na baba mama alikuwa seremala. Tuko katika maskini. Kwa hivyo seremala wakatoliki. Jina la Bwana likuwa sifa. Sasa zaidi ya viwango. Tuende katika kitabu ya Yeremia 15. Hapo hiyo haijaandikwa hapa, lakini labda ni ukweli. Nimesema hata Paulo alikuwa anasema hiyo sio yangu. Hiyo sio ya Mungu, hiyo ni ya si kweli. Kwa hivyo usitafute kwa Biblia mambo ya hiyo msemelo. Lakini inawezekana kwa wakati mwingine. Jina Bwana ni kweli, si mambo mengine ukiangalia unaona kama ni ukweli, usitafute kwa Biblia. Yeremia 15 tunaongea kuhusu wale watu wameenda zaidi ya viwango hata Mungu amewatambua. Kitabu ya Yeremia 15 tuanzie hapo moja. Yeremia 15 tuanzie hapo moja. Ndio ujue kuna watu Mungu amefanya nini? Ametambua. Jina la Bwana lipewe sifa. 15 from verse 1. Yeremia. Tuko pamoja. Nenda tu pole pole usiwe na haraka. Ndio wakati mwingine usimanye mambo ya kawaida. Uwe zaidi katika kanisa hata huko nje. Takulika tu kwa jambo fulani ile unafanya zaidi ya wengine. Haya, lakini nisome Yeremia 15 kuanzia hapo moja. Ndipo Bwana akamwambia, akaniambia, hata wangesimama mbele zangu Musa na Samueli, moyo wangu usinge waelekea watu hawa, watupe watoke mbele za macho yangu, wakaende zao. Kisa itakuwa hapo watakapo kuambia tutoke twende wapi, utawaambia Bwana asema hivi, walioandikwa kufa watakwenda kufa, au kufa kwa upanga watakufa kwa upanga, au kufa kwa njaa watakufa kwa njaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Unasikia kuna watu wanatabulika hata kama wamekufa. Yeremia alikuwa ni nabii, si kweli? Lakini hapo aliomba, unajua alikuwa anaomba kwa nini? Unawasoma Biblia. Alikuwa anaomba wana wa Israeli wasipeleke Babeli tena. Kwa sababu walikuwa wametoka Misri, wametoka miaka 400 wamekuja wameingia nchi ya ahadi tena ndio hao. Sasa Yeremia anamwambia Bwana, kumbuka tafadhali usiwapeleke wapi huko. Akaomba. Mungu akamwambia acha nikwambie. Achana na hiyo maombi. Kwa sababu wewe hata sio mwombaji kuliko Musa na nani? Hiyo inatuonyesha nini? Hata kama Musa angeamuka akuje hapa saa hii ama Samueli. Hiyo inatuonyesha nini? Walikuwa zaidi ya viwango kuliko. Ni kama vile unaweza sema hata kama ni fulani yule nimetambua akuje hapa, huwezi kubadilika. Hiyo inakuonyesha huyu na ule ni tofauti katika viwango. Kila Bwana ni kweli. Kwa hivyo inaonyesha ya kwamba hata kwa Mungu kuna viwango. Alikuwa naomba ili wana wa Israeli wasiende katika migogoro. Na
Lakini kama ni Musa angeoa, kama ni Ibrahimu angeoa, kwa sababu Ibrahimu alikuwa na shughuli yote. Kama hamjui ilikuwa ni agano. Alisema wale wameandika kufa kwa upanga kufa. Kwa sababu hii ilikuwa ni ahadi yake na Ibrahimu. Alikuwa ameonyeshwa hata kabla hajapewa hawa watu. Aliambiwa na watoto yako watakaa Misri miaka fulani, kutoka hapo ataenda. Kwa hivyo Mungu hakubadilisha. Kwa sababu ilikuwa ni ndio alimwambia wale wamehesabiwa kufa kwa hii mpaka wakuu, maana ilikuwa ni agano. Yeremia anaomba na hajui ilikuwa ni agreement yao na Ibrahimu. Kwa hivyo mpaka wangeenda huko. Sasa akaambiwa hata wacha wewe. Tukaona hapa Musa akitambulika na mtu anaitwa Samueli akitambulika kuliko nani? Yeremia. Maana aliambiwa hata wacha wewe. Hata wale tulikuwa tunatambua zaidi yako. Kama ni wao, singefanya nini? Kwa hivyo hata Mungu anatambua viwango. Jina la Bwana lipewe. Ni kwa sababu nani ajua historia ya Musa? Musa alifanya zaidi ya viwango. Mpaka walikuwa wanaongea na Mungu kama vile tunaongea na anambadilisha. Leo unaweza kubadilisha Mungu. Alikuwa anamwambia Bwana, ukifanya hivyo utatambulika tena. Ni kwa sababu wanakujua wewe ni Mungu ya huruma na Mungu anabadilika. Kwa hivyo Musa alikuwa zaidi ya viwango. Ule unajua historia ya Samueli. Samueli naye katika wafalme wote wale waliotawala, yeye alikuwa wa kwanza kusimama mbele ya watu wahubiri. Akasema ule nilichukua kuda yake ilikuwa mkono juu. Si ni kweli? Ule nilifanya na hakuna mmoja aliyekuwa mkono. Ila Bwana alikuwa sifa. Kwa hivyo alikuwa ameenda zaidi ya viwango. Na ndipo unaona Mungu anamtambua, anasema hata kama ni Samueli ama Musa, wacha wewe. Hawatupaka wafanye nini? Kwa hivyo alikuwa ameenda zaidi ya viwango. Jina la Bwana lipewe sifa. Tujifunze kufanya zaidi ya vile imefanya nini? Imehesabiwa. Maana ukiwa juu zaidi ya viwango, hata Mungu mkikosana atakukonsida, aseme watu kama hawa sio wengi katika dunia. Nikipoteza huyu kupata wengine ni ngumu. Na ni kweli kuna watu Mungu atakupotezaje hivyo. Kama mtu kama Daudi. Kama makosa yale alifanya na hivi fanya na Sauli. Wewe ukiangalia uzito ulikuwa pale gani? Ukiangalia Daudi ile ukora yote alifanya. Gedalia kile nabii. Lakini alisamehewa. Si kweli? Angalia. Lakini huyu alikosa tu kutimiza ile, lakini kwa sababu Daudi alikuwa zaidi ya viwango. Kwa hivyo ni vizuri tujue hata hukumu ya Mungu. Anaangalia ni nani huyu anahukumia. Kwanza anakufanya na kwambia, hebu nimwambie kuna kitu kilifanyika 1969 kwa mtoto. Tunasikiana tu. Kilifanyika upande wa Kisumu wakati Jaramogi alikuwa deputy wa Kenyatta. Naona watu walikuwa wengi sana. Ni kwa sababu walianza kusurutana kumwambia kuna hospitali ilikuwa inafunguliwa. Unajua history Kisumu. Kenyatta ndiye alikuwa president, deputy wake vice president alikuwa Jaramogi. Sio huyu sasa, baba ya huyu mwingine au mnaita huyu. Ina maana ni pesa. Sasa akamwambia huyu Kenyatta, kwa naye akamwambia nitakuja Kenya yote pia. Sasa walipofika mahali pale, ilikuwa kama 1969. Walipofika pale kwa jukwaa. Unajua deputy anakaa hapo, wakubwa wote wanakaa hapo. Watu walikuwa wengi sana, ni watoto sababu walikuwa hapa mbele na wao walikuwa. Lakini sasa si wako kwa jukwaa sasa. Sasa Wajaruo walikuwa wamewambia waanze kurusha nini? Mawe. Mawe ilipoonekana juu, mabunduki ikaanza kulia. Watu walikufa wengi sana, wale walikuwa hapa mbele, wengi walikuwa ni watoto wa shule. Lakini wakiwa hapa mbele, tunaongea tu kuhusu zaidi ya kwa. Sasa Jaramogi anajimisha na Kenyatta, naye ndiye alitengeneza hii vita. Maana alikuwa ikibadilika ile pande hii, anamwambia lakini kama sio wewe. Nasikia vile alimwambia, kama sio wewe, unajua kwa nini alimwambia hivyo? Kwa sababu kuna mahali Jaramogi alisimama. Akaenda zaidi ya viwango. Serikali ya ukoloni, Kenyatta alipokuwa detention na wengine, nipatie hizo kidogo sababu nyinyi Mungu nyuma yangu tumeaka. Na Mungu mzee akisimama na kuanga na kuhubiri na mawaidha. Si kweli? Ni kwa sababu serikali ya ukoloni wale walikuwa wanaishi Kenya British, walimwambia si uchukue tu utawala wewe. Kulikuwa na chama mbili, Kenya African Democratic Union na Kenya African National Union. Hiyo ndio kati. Nasikia sasa Kenya African Democratic Union, huyu ndiye alikuwa amesimamia Jaramogi. Akaambia usichukue ushukani. Aliwaambia hapana. Kwa Kenyatta hapo wapi? Detention. Unaona alisimama na hiyo. Si unaona sasa kubali kuchukua uongozi
Kama wengine wako ni taifa la Mungu angechukua, yeye angekuwa the first president of Kenya. Lakini alikataa. Akasema hapana, mpaka wenzangu wabatili. Sasa Kenyatta alimwambia kama sio wewe ni kwa sababu urafiki ulikuwa juu ya wengine. Hapo malizo hapo ndipo hapo ni kweli. Alifungwa tu kifungo ya nini? Ya nyumbani kwa nafikiri David anaweza kutoka kidogo. Ni kama ananikaribiana kijana. Mpigeni makofi. Na lakini kwa huduma hapo juu ya kumaliza. Sasa najua inategemea mko pande gani. Ukiingia pande hii ni mtoto kwake. Pande ile ingine tunaheshimia ama inaenda kwa. Ndio kwa hivyo na nanifurahisha hapo na heshima zake. Jifunze kuheshimu kila mtu kama hata heshima hata wale wadogo. Na wacha nikuambie, si hata na muziki za wako niko hapa. Weka mpaka mahali ambapo ameinuka kuna sababu. Usione tu kama ni kawaida, wacha nikwambie, utajiri sio pesa, utajiri ni kwa Mungu. Ni hapa. Wacha nikwambie, hubiri, sijui kama umekula masaa yangu lakini kidogo. Naona mniangalie sana lakini sikaanza. Na mtu alikwambia hivi, saa hii Kenya mzima. Unajua kuna wengine matajiri na wengine wako chini sana. Si kweli? Ukaka. Yaani Kenya, pesa ya Kenya yote, wale matajiri na wale wadogo, wale hawana, ikiwekwa katika level moja na tugawie kila mtu yake. Sasa tuwe level moja, wale wanacho wanyang'anywe ili tuwe level moja Kenya mzima. Halafu tuambiwe get on wa max, tuone nani atakuwa mbele. Sio tuko level moja, matajiri wameletwa katika level ya maskini, sisi wote tumegawiwa. Acha nikwambie kitu kimoja, wale walikuwa ni mama mboga, baada ya mwaka mmoja ni rahisi sana warudi kwa wanapoa. Unaona nilikuwa siku. Na wale walikuwa hawana, wale walikuwa wako naso wamenyang'anywa, utapata wanaibuka. Najua ni kwa nini? Kwa sababu ukichukua maji 20 liters, uweke kwa kikombe, hii tunakunywanga chai na uweke, ingine itapotea, ile maji itabaki kwa ile kikombe inaweza huru. Ndio hapo ni kweli siku. Kwa hivyo hiyo level yako ndio. Labda upanue sababu wale watu hawakupanuliwa kwa wazo pesa walipe. Lakini hawa ndio wapata ile pesa walikuwa wanatumia. Kwa hivyo wataendelea na kutumia akili zao na watakuwa mbele. Ndio hapo ni kweli. Kwa hivyo utajiri na kuwaka hapa sio kupewa pesa. Na kuna mfano mmoja nitampatia. Hii benki ambayo wakati ilikuwa inajengwa. Ilikuwa inajengwa na Chinese. Si kweli? Sasa ilifanyika jambo moja. Mchana mmoja hawa wa China wakampatia bila. Wale wa China. Sasa unajua alipoambiwa ni mchaina gani achague. Unajua wa China wanafanana. Wakapangwa laini, mchana akaangalia akaangalia na mmoja. Leo ndio wa China wanafanana mpaka macho. Walipangwa laini wakapangwa laini. Akaambiwa achague. Kuchagua. Lakini serikali ya China ikawahurumia kwa sababu mama yake alikuwa anausha mboga kiadutu, ilikuwa ni mama mboga kiadutu. Wakawapatia 6 milioni. Ila bwana ni kweli. Hata kama mjana alisema na kuchagua, akajua ingefanyika tu ni vile Wakenya wanafanya. Serikali ya China ikawahurumia, mama yake akapatiwa milioni 6. Si alikuwa mama mboga kiadutu. Wacha nikwambie. Si alikuwa nini? 6 milioni. Baada ya miezi 8 kuna watu walimpiga picha tena akiwa anarudi kwa ile. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu ni pesa alipewa lakini hana mawazo. Alitumia hizo pesa akarudi katika ile hali yake. Kwa hivyo panuliwa mawazo lakini usipewe pesa. Kila mara ilikuwa siku. Haya, tukimalizia kuna mtu alipetea kabisa hata sasa tuko na kia itoke. Kuna mtu alitetea hiyo kiwango yake katika Biblia, anaitwa Paulo. Hebu tuende katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 9 from verse 13. Usikie alikataa, maana level yake ilikuwa juu na kuna jambo alitaja hapo. Niliposoma hapo nikasema Mungu nisaidie kuenda zaidi ya kiwango. 1 Corinthians chapter 9 from verse 13. Wakorintho wa kwanza 9 kuanzia mstari wa 13.
naenda kumalizia 1 Corinthians kuna mtu aliniambia nimefanikiwa, maana miaka ni nyingi, lakini situmii miwani. Nikaona kama aliongea ukweli, na saa ingine mnanipigia makofi. Situmii miwani, na mimi napita hapo mbele yenu. Hiyo miaka kama una miwani ujue ni Mungu. Bwana cheza na mimi siku hii. Wakorintho wa kwanza 15 tuanzie tisa. Tuanzie hapo 13. Tusome 1 Corinthians 9 kuanzia mstari wa 13. Haya. Hamjui ya kuwa wale wasifanyao kazi za hekalu hula katika vitu vya hekalu? Huyo anaongea ni Paulo. Na wale waihudumiao madhabahu huwa na fungo lao katika vitu vya madhabahu. Yote pamoja ndio mjue zaidi ya viwango. Haya. Na Bwana hivyo ameamuru kwamba wale waihubiriao Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Na ni kweli wanafaa kukula, wala nasema watumishi wa Mungu wanafaa kukula hiyo pesa hii. Kabisa na wabariki. Hapa nauliza pesa inaenda wapi? Wewe ukitoa hela sana. Wameruhusiwa hapana wewe acha hiyo ni yao. Tunaambia hivyo. Na Paulo, hiyo ni yao, nataka kuona gari kubwa. Hiyo ni yao wewe utakuwa na jengi wanapata kula. Unasikia? Wala walikuwa hawajui. Wanauliza despi tulizaka wewe achana na hiyo. Hiyo ni yao. Na wabarikiwe. Haya, sikia sasa. Lakini mimi ndio hapo 14. Na Bwana hivyo amewaamuru kwamba wale waihubiriao Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Sasa sikia 15. Sikia vile anasema hapa utafikiri. Lakini mimi si kutumia mambo hayo hata moja, wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi, maana ili iwe hivyo kwangu mimi, maana ni heri nife. Nasikia vile anasema. Hebu sikia sasa, ametetea hiyo taji lake na njia nyingine kubwa sana. Ukajua ni kwa nini anasema hivi? Unipata pole. Ni kwa nini anasema hivi? Maana yeye sio kama wengine. Kuna kitu amefanya na mtu akitaka taifa wakati hapo. Ni kwa sababu yeye anampatia upao wake mkubwa. Ukikanyanga hapo, yeye sio wa kawaida. Yeye sio mhubiri kama wengine. Kuna kitu anafanya zaidi ya wale wengine, na ukicheza na hiyo anasema afadhali sifa zake afadhali. Hebu zaidi ya hiyo. Haya. Ili iwe kwangu mimi, maana ni heri nipe kuliko mtu awe yeyote abadilishe huku kujisifu kwangu. Maana ijapokuwa na ihubiri Injili, sina la kujisifia, maana nimekuwa sati, tena ole wangu nisipo ihubiri Injili. Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa uwakili. Basi thawabu yangu ni nini? Nasikia yaani akifanya kama wengine, unaona, akiwa mchungaji kwa kawaida tu, haji yake iko hapo, thawabu yake iko hapo. Si anafanya tu kama wengine. Nasikia vile Paulo anasema, mimi nafanya tu kama wengine, lakini thawabu yangu iko hapo. Sikia vile anatafuta thawabu yake, ili asiwe mtu ya kawaida. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu ni nani thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa uwakili. Nimerudi nyuma kidogo. Ni hii ya kuwa ninapohubiri nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumiwa kwa utimilifu uweza wangu nilio nao katika Injili. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nilijifanya mtumwa kwa wote,
ili nipate watu wengi zaidi. Ila Bwana alikuwa sifa. Utaenda usome zaidi hapo. Unasikia vile anasema? Yeye akifanya kawaida. Afanye ukawaida, awe mtumishi wa Mungu kama kawaida ni sawa. Na unasikia hapo juu anawatatea, anasema wanastahili kupewa. Lakini anasema lakini mimi sisemi hivyo mnipatie. Sio mimi najitetea. Unasikia anajitoa. Mimi naifanyia bila gharama. Unaona? Na imeruhusiwa. Lakini Paulo anaifanya bila gharama ili afanye zaidi ya viwango. Unaona sasa? Ili atapulike. Unaona? Kwa hivyo ni vizuri, ni kweli imekubalika kufanyika hivyo. Na hujafanya makosa, lakini enda zaidi, extraordinary mbaya, ili utambulike kama Paulo. Kuna kitu anajiwekea hapo. Anasema na hii heshima yangu mimi ni kwa sababu ya ile level nimejiweka. Mtu akicheza naye afadhali nife. Unajua kwa nini anasema hivyo? Hiyo heshima amepewa ya Paulo. Si hata leo unampatia heshima. Nani alihubiri kama Paulo katika hii? Alikuwa makanisa mengi sana, hata kuliko wengine. Hata kuna mahali anasema ya kwamba mimi ndio mdogo sana kati ya apostoli, lakini nilifanya sana zaidi kuwaliko. Hata sikukula meza moja na Kristo, lakini niko zaidi yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kwa sababu Paulo hakuwa mtumishi wa kawaida. Kuna sacrifice alijipatia, hataki hiyo mambo ya hata kama imekubalika wacha ikae. Unajua kuna vitu zingine inafaa ufanye utambulike na Mungu. Na wewe mshahara yako itakuwa kubwa kisiri. Watu wanauliza watu ni watumishi wote, kwa nini huyu? Ni kwa sababu na wewe hata kama imekubalika unasema hapana. Unaenda juu ya hii. Si ati ni kwa sababu huna shida, unajisacrifice. Ni kwa sababu ya hiyo. Ina hapana request. Kwa hivyo Paulo akaenda zaidi ya viwango. Hebu niulize nikimalizia. Nani anatambulika kama Paulo hata katika maandiko? Hebu nikuambie, huyu jamaa alikuwa anapelekwa mbinguni anarudi asubuhi. Analala huko anakuja asubuhi. Soma Biblia yake. Vizuri tu. Kuna wakati anasema ati mtu mmoja aliinuliwa mbingu la tatu. Alikuwa ni nani? Nani aliinuliwa katika mbingu la tatu? Alikuwa ni nani kwa mjui? Na nani alikuwa anaongea? Na alikuwa anasema mtu mwingine sio yeye. Najua ni kwa nini alikuwa anasema mtu mwingine. Soma Biblia vizuri. Alipopelekwa mbinguni na akarudi aliambiwa acha mdomo. Na akawekwa mimba hapa. Unajua mwanadamu ni mwanadamu kujisikia. Lakini kwa sababu anataka kuongea, anaongea kama mtu mwingine, na kumbe ilikuwa ni yeye. Lakini sasa kwa sababu aliambiwa na usiongee hiyo sasa. Anaongea ni kama ni mtu mwingine, na kumbe ni yeye. Mtu mmoja alifanya nini? Hata kuna mahali anasema mimi si kufuzwa na mtu mwingine, unafundishwa huko ni kwenda kufundisha. Mimi ni ufunuo. Jina la Bwana. Anasema mimi sio mwalimu wa binadamu, ni Mungu alinifundisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi si kufunzwa na mtu. Mimi ni ufunuo kutoka mbinguni. Unajua kwa nini alifikishwa katika hiyo level? Kwa sababu alifanya ya wengine. Jina la Bwana lipewe sifa. Sema nipigie makofi jamani. Karibuni wapendwa, ni kwa sababu tunahitaji baraka.